Moja ya uwekezaji salama zaidi duniani ni uwekezaji katika hati fungani. Yaani unapowekeza fedha zako katika hati fungani, basi una uhakika fedha zako ziko salama. Leo nitakuelekeza kwa nini matajiri wengi wanapenda kuwekeza katika hati fungani hasa za serikali ukilinganisha na aina nyinginezo za uwekezaji. Nitakufundisha faida kubwa 9 za kuwekeza katika hati fungani zitakazo kufanya hata na wewe utamani kuanza kuwekeza katika aina hii ya uwekezaji, moja kati ya aina bora zaidi ya uwekezaji duniani. Unajua hati fungani zinapatikaneje? Hati fungani bwana, zinapatikana kwa mfumo wa mnada. Yaani watu wanang'ang'aniana kuikopesha serikali. Watu wanang'ang'aniana, wanataka kuikopesha serikali. Kwa nini watu wanang'ang'aniana kuikopesha serikali? Kwa sababu kubwa mbili. Moja, hati fungani ni uwekezaji salama zaidi. Yaani mtu anajua kabisa nikikopesha serikali lazima itanilipa, kwa sababu ina vyanzo vingi vya mapato, njia nyingi za kupata pesa. Sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanang'ang'aniana kuikopesha serikali au watu wengi wanapenda kuwekeza katika hati fungani ni kwa sababu wanapata faida nzuri. The rate of return is very competitive compared to other investment. Yaani ukiwekeza katika aina nyingine za uwekezaji, kama hasa kwa mfano ukiwekeza kwenye benki fixed account, unapata 4, 5, 6, wakati hati fungani unaweza kupata faida ya hadi 15% kwa mwaka. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia nimeandika vitabu 4 ikiwemo Kanuni 20 za Fedha na Akili ya Fedha. Kama ndo kwa mara kwanza upo katika YouTube channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe, kwa sababu unaposubscribe unanitia moyo na unakuwa wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Karibu sana. Kama nilivyokuambia bwana, katika siku ya leo ninaenda kukuambia faida kubwa 9 za kuwekeza katika hati fungani. Ninaenda kukuambia kwa nini matajiri wengi wanapenda kuwekeza kwenye hati fungani kuliko aina nyingine za uwekezaji. Hizi ni faida ambazo hata na wewe ukizijua zitakuhamasisha kuanza kuwekeza katika hati fungani. Na faida ya 4 ndio faida ambayo mimi binafsi imenigusa zaidi na itakugusa hata na wewe na kukutia nguvu ya kuwekeza katika hati fungani, na hasa faida pia ya 9. Usiache kusikiliza mpaka mwisho. Faida ya kwanza kuwekeza katika hati fungani ni usalama wa juu zaidi wa pesa zako au wa mtaji wako. Una milioni 1, una milioni 100, una bilioni 1, ukiwekeza kwenye hati fungani, pesa yako iko salama. Hasa hati fungani za serikali. Kwa sababu hati fungani bwana ziko za aina mbili. Kuna hati fungani za makampuni, corporate bond, kama NMB, CRDB zimewahi kutoa hati fungani za namna hiyo, kama Kijani Bond, Samia Infrastructure Bond na nyinginezo. Lakini pia kuna hati fungani za serikali zinazotolewa na Benki Kuu kwa niaba ya serikali, ambazo sasa hati fungani za serikali ndio salama zaidi ukilinganisha na hizi hati fungani za makampuni, lakini zote ni uwekezaji salama zaidi. Sisi tunaelewana mpaka hapo? So unapowekeza katika hati fungani ni kwamba utapata fedha zako kwa uhakika, kwa sababu serikali haiwezi ikashindwa kukulipa wewe zile fedha ambazo umeikopesha, kwa sababu kama nilivyokuambia, hati fungani ni kitendo cha wewe kuikopesha serikali. Hati fungani za serikali ni kitendo cha wewe kuikopesha serikali ili itekeleze miradi yake ya maendeleo, najenga mabarabara, mashule, mahospitali, madaraja. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo unapoikopesha unaisaidia serikali kukamilisha miradi yake, alafu serikali inakuwa inakulipa. So serikali haiwezi kushindwa kulipa kwa sababu serikali ina vyanzo vingi vya mapato. Ukiachia direct tax, kuna indirect tax. Kuna kodi za aina mbalimbali, watu wanakata kwenye mishahara, tunalipa kodi tunaponunua bidhaa mbalimbali kama hizi. Lakini pia serikali inapata misaada na mikopo kutoka World Bank na IMF. Serikali pia inapata watalii. Kwa serikali ina vyanzo vingi vya mapato, ndio maana haiwezi kushindwa kukulipa wewe pesa. Kwa ndio maana tunasema uwekezaji katika hati fungani ni relatively risk free. Unapowekeza kwenye hati fungani, hasa hati fungani za serikali, government bond, ni uhakika kwamba pesa zako ziko salama. Kwa ni njia ya kuprotect mtaji wako. Umepata pesa nyingi kwa mara moja, hujui uwekeze wapi, nenda kwenye hati fungani. Umepata mali za urithi, pesa nyingi za urithi, nenda kawekeze katika hati fungani wakati unaendelea kufikiria uwekeze wapi pesa yako au ufanye biashara gani. Unaweza kuwekeza katika hati fungani. Uzuri wa kuwekeza katika hati fungani ni kwamba unaweza kuwekeza kwenye hati fungani ya miaka 20 lakini ukaiuza baada ya miaka 5 kwenye secondary market, kwenye yani ukaiuza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, kwa sababu sio lazima ubaki nayo mpaka mwisho. Kwa hiyo faida ya kwanza kuwekeza katika hati fungani ni usalama wa hali ya juu, ni low risk compared kwenye hisa. Mtu ukiwekeza kwenye hisa unaweza kupoteza mtaji wako. Pesa zako zinaweza zikapungua, wakati kwenye hati fungani ni uhakika hautapoteza. Faida ya pili ya kuwekeza katika hati fungani za serikali ni mapato ya uhakika, fixed income. Kwenye hati fungani za serikali unapochagua kuwekeza huwa zinatolewa katika vipindi tofauti, na zaidi hapa tutakuwa tunazijadili hati fungani za serikali za muda mrefu, kwa sababu zipo za muda mfupi na zipo za muda mrefu. Za muda mfupi zinatolewa kwa siku kadhaa, chini ya siku 365 64. Za muda mrefu zinatolewa kwa miaka 2, miaka 5, miaka 7, miaka 10, 15, miaka 20 na miaka 25. Sasa unapochagua kuwekeza kwenye hati fungani ya miaka mingi ndio unapata riba nzuri zaidi. Sisi tunaelewana mpaka hapo
Kwa hiyo sasa bwana, kwa mfano umewekeza hatifungani milioni 10 kwa miaka 15. Ukipewa interest rate ya 14%, itakuwa 14 kila mwaka kwa miaka yote uliyowekeza, labda miaka 10 au miaka 25. Tofauti na kwenye hisa, unapowekeza leo inapanda, kesho inashuka, leo inapanda, yani kipato kinakuwa hakitabiriki. Lakini kwenye hisa tunasema kuna mapato ya uhakika, yani fixed income. Kama rate yako ni 15% kwa mwaka, uliwekeza milioni 10, ina maana kila mwaka unapewa milioni 1.5 kwa miaka 15 uliyowekeza au miaka 20 uliyowekeza. Faida ya tatu ya kuwekeza katika hatifungani ni riba nzuri kuliko benki. Tunasema the rate of return is competitive. Benki ukiwekeza kwenye akaunti za kawaida utapewa 3 mpaka 6. Kwenye benki ukiwekeza kwenye akaunti zile maalum fixed account utapewa 6 mpaka 9. Lakini kwenye hatifungani za serikali utapewa 10, 12 mpaka 15 kutegemeana na umewekeza kwenye hatifungani ya muda gani. Unapowekeza ya muda mrefu zaidi ndio unapata rate nzuri. Sasa hiyo ni rate ambayo unaweza kuikosa kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, collective zile investment au mutual fund kama Microscale, UTT, Faida Fund, Inuka Fund. Unaweza kuikosa 15%, au kwenye fixed account unaweza kuikosa 12, 14, lakini kwenye hatifungani za serikali za muda mrefu unaiona. Na uzuri ni kwamba kabla hujawekeza kwenye hatifungani ya serikali unaona kabisa interest rate utakaopata, yani kwamba faida nitakayokuwa natengeneza kila mwaka ni hii. Kwenye hisa hiyo haipo, hakuna uhakika wa mapato, na unawekeza ukiwa hujui utapata asilimia ngapi kwenye hisa na kwenye aina nyinginezo za uwekezaji. Lakini kwenye uwekezaji katika hatifungani unaona kabisa faida utakayoitengeneza kwenye kila mwaka na miaka yako yote ya uwekezaji. Na ukiwekeza kwenye hatifungani, labda ukiwaambia kila mwaka utapewa 15% kwa miaka 10, ni 15% kwa miaka 10, na baada ya miaka 10 unarudishiwa ule mtaji wako au ile pesa uliyoikopesha serikali. Sisi tunaelewana mpaka hapo Kwa ina higher return compared to banks au saving account za kawaida. Faida ya 4 ya kuwekeza katika hatifungani ambayo binafsi mimi naipenda sana na matajiri wengi wanaitumia. Unaweza ukatumia hatifungani yako kama dhamana, ukaomba mkopo kwenye taasisi za fedha kama benki, ukapewa mkopo. Na hii mimi nimeshaitumia. Yaani hiki nakufundisha kitu ambacho hata na mimi nimekifanyia kazi. Mimi na partner wangu kupitia kampuni yetu ya Biashara Soft tuliwekeza kwenye hatifungani ya serikali ya miaka 25. Ambapo tulienda kuomba mkopo. Yaani ukishawekeza kwenye hatifungani unaenda benki unaomba mkopo. Na benki wanakubali kirahisi dhamana ya hatifungani kuliko dhamana za nyumba au viwanja au mali zisizo hamishika. Ukienda benki kuomba mkopo, utaambiwa ulete bank statement, waone biashara yako inaendaje, imeendaje, imekuaje. Wataangalia kwanza biashara yako ina uwezo kulipa mkopo. Na sio tu hivyo, atakwambia leta dhamana ya mali isiyo hamishika. Kwa kuna vitu viwili hapo. Waangalie biashara yako, waangalie na dhamana. Lakini ukienda kuomba mkopo kupitia hatifungani, hawaangalii chochote. Hawataki kujua una dhamana gani. Tena kwa bahati nzuri ni kwamba hata yale mambo ya leta barua, leta nini, usainiwe, usiwe nini, wadhamini, hakuna. Yaani mkopo wa hatifungani unaupata chap, na unaweza kuupata hadi ndani ya siku 3 za kazi. Ukaomba, labda umeshapata hatifungani yako kama leo Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa unaweza kuwa umepewa huo mkopo. Kama hakuna mambo mengine sasa hapo ya katikati, kwa mfano ukiwa uliwahi kukopa kwenye mtandao fulani, kwenye zile kama zile za Songesha au nini, ukikopa zile zitakuchelewesha kupata huo mkopo, kwa sababu wanapitia zote, yani taasisi zote zinazohusiana na mambo ya fedha, mitandao ya simu, wanapitia microfinance, wana database kujua credit score ya kila mtu. Wewe una mikopo sehemu, wakigundua hauna mkopo kwenye sehemu yoyote au taasisi yoyote au kampuni yoyote, mkopo wake unapata ndani ya siku 3 za kazi. Chap sana. Hamna dhamana, hamna kusumbuliwa hapo, hamna kuandikishana mambo ya madocument kibao kusainiana. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ndio uzuri wa kuwekeza katika hatifungani. Unaweza kutumia kama dhamana. Na benki zinaweza kukupa hadi 70 mpaka 80 ya ile hela uliyowekeza kwenye hatifungani. Umewekeza milioni 100 kwenye hatifungani, mkopo unaweza kuupata pale utakuwa milioni 70 mpaka milioni 80. Umewekeza milioni 10, unaweza kupewa mkopo wa milioni 7 mpaka milioni 8. Yaani 70 mpaka 80. Na hapa nikupe siri kwa sababu mimi nishawahi kuwekeza najua. Benki ziko nyingi zinazoweza zikakupa mkopo kupitia hatifungani, lakini sio kila benki inakupa mkopo mzuri. Kuna benki zitakupa mkopo mkubwa zaidi. Yaani kuna benki ukienda watakupa 60% ya hela uliyowekeza kwenye hatifungani. Kuna benki ukienda watakupa 80%. Kwa hiyo kama wewe utataka ukope kupitia hatifungani, unaweza kunitafuta nikakuunganisha na benki ambayo inaweza kukupa asilimia kubwa zaidi. Kwa sababu mimi nilitembelea kila benki kujua kwa hii milioni 85 tuliyowekeza tutapewa mkopo kiasi gani. Nilienda benki zote, NMB, CRDB, benki zote nilienda. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana nami nikwambie sehemu gani ambako unaweza kupata maybe mkopo
mzuri zaidi kama utataka kuwekeza. Ila ushauri unalipiwa, kuna gharama Kila kitu kina gharama. Kuna msemo unasema kama unafikiri elimu ni ujinga, kama unafikiri elimu ni gharama, jaribu ujinga. Ujinga una gharama zaidi. Kwa hiyo bwana, hiyo ni faida nyingine ya muhimu sana ya kuwekeza katika hatifungani. Unaitumia kama dhamana, unaombea mkopo. Chapu unapewa mkopo wako. Faida ya 6 ya kuwekeza katika hatifungani za serikali ni muda mwingi wa kuchagua, yani flexible tenure. Yani kwenye hatifungani za serikali ni wewe tu unachagua uwekeza kwa miaka 2, kwa miaka 5, kwa miaka 10, kwa miaka 15. Hatifungani za serikali government bond ziko za aina mbili. Kuna ya muda mfupi inayotolewa kwa siku 91, siku 90, 100 na siku 380 na. Kwa hiyo ina maana inatolewa kwa chini ya siku 364. Na za muda mrefu ambazo ndo watu wengi wanazipenda na wanazikimbilia kwa sababu zina faida nzuri zaidi. Zinatoka kwa miaka 2, miaka 5, miaka 7, miaka 10, miaka 15, miaka 20, miaka mpaka 25. Kwa hiyo unachagua. Ndio maana nasema ni flexible. Unachagua niwekeze kwa miaka mingapi? Miaka 5, miaka 7, miaka 10. Na habari njema ni kwamba ukichagua kwa mfano kuwekeza kwa miaka 25, sio lazima ile hela yako ikae kule kwa miaka 25. Unaweza ukasema baada ya miaka 5, hii faida niliyoipata inantosha, nataka nitafute mtu wa kumuuzia hii hatifungani. Unaenda kwenye secondary market, unaenda kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwenye soko la hisa la Dar es Salaam hazihusiki tu mambo ya hisa, hadi hatifungani pia zinauzwa huko. Wale watu ambao walikosa minada, kwa sababu hatifungani huwa zinatolewa kwa mnada. Mnada ni kitendo cha watu kung'ang'aniana kuikopesha serikali. Sasa serikali huwa inachagua wachache. Mnaweza mkawa mmejitokeza watu 100, inachagua watu 70, 30 wanakosa. Wale wanaokosa wanaendaga kwenye secondary market, wanaendaga kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, wanaenda kununua minada hatifungani zilizopita, ambazo unakuta wakati mwingine zilikuwa zina riba nzuri zaidi kuliko hata hizo ambazo wakati mwingine wamekosa. Kwa hiyo sasa flexibility hiyo ni nzuri sana. Kwa hiyo wewe una uhuru. Niwekeze kwa miaka 5, miaka 7, miaka 10, miaka 15, miaka 20, 25. Kama una kipato kikubwa unaweza kuwekeza kwenye hatifungani za muda mfupi, utaiona faida. Kwa sababu zinatolewa at a discount rate. Hatifungani kwa mfano ya siku mfano 30 unaikopesha at a discount rate. Unaikopesha labda serikali 495, yenyewe inakurudishia 500,000. Unaikopesha labda serikali milioni 2,900,000, yenyewe inakurudishia milioni 3. Ndio maana at a discount rate. Unaikopesha serikali hela pungufu, yenyewe inakurudishia hela kamili. Kama unaikopesha kwa mfano at a discount rate, kwa mfano unaikopesha serikali 900,000, yenyewe inakuja kukurudishia milioni 1. Kwa faida yake inapatikana katika hiyo njia moja tu, at a discount. Basi kwa haya mambo, ili uelewe haya mambo at a discount au nini, nimeandaa darasa la uwekezaji katika hatifungani ambalo lipo mwezi wa 5 tarehe 15, ambalo ni darasa tutajifunza kuhusu uwekezaji katika hatifungani, mambo yote ya msingi ya kuyajua na jinsi ya kutengeneza pesa kwenye uwekezaji katika hatifungani za serikali, na pia tutajifunza kuhusiana na uwekezaji katika wa pamoja, hasa UTT kama mmewahi kusikia, ambao ni uwekezaji salama zaidi kwa watu wenye kipato kidogo, 10,000, 10,000, 5,500, ni uwekezaji bora zaidi. Kwa hiyo darasa liko mwezi wa 5 tarehe 15. Kama unasikiliza video hii, unatazama video hii tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 imepita, haya masomo haya yanarekodiwa. Kwa hiyo tunaweza tukakutumia masomo haya kama utakuwa umeona video hii muda tarehe ya masomo imepita muda wake. Faida nyingine ya kuwekeza katika hatifungani za serikali ni kipato endelevu. Tunasema ni passive income. Ukiwekeza kwenye hatifungani za serikali ni passive income. Passive income ni vile vipato endelevu. Yaani unafanya kazi mara moja, unaendelea kupokea mapato yako, faida yake miaka yote. Kwa kwenye hatifungani za serikali ukiwekeza, kila baada ya miezi 6 unapewa ile interest yako, unapewa ile riba yako kila baada ya miezi 6 kwa miaka yote uliwekeza, kama ni miaka 5, miaka 10, miaka 25. Kwa hiyo tunasema ni kipato endelevu. Yaani huhitajiki kufanya kazi, lakini pesa inaendelea kuingia. Unajua hapa mjini kuna watu wanalipwa mshahara na serikali na hawafanyi kazi. Hawa ndio waliowekeza katika hatifungani. Kwa hiyo wewe unaweza ukaanza kuwekeza kuanzia sasa, ili upate kile kipato ambacho hata ukiacha kazi yako leo, ukiacha biashara yako leo, ukiacha ajira yako leo, bado utaendelea kulipwa mshahara na serikali. Na hizi unaweza kuzipanga. Hizi hatifungani zinalipwa kila baada ya miezi 6. Sasa wewe unaweza kununua hatifungani mbalimbali nyingi, ili kila baada ya miezi 6 iwe ni kila baada ya mwezi. Unazipanga pale hatifungani pale. Zinaweza zikawa labda ni 12 au zinaweza zikawa 6, ili at least wewe unapokea malipo kila baada ya mwezi au kila baada ya miezi 2. Inakuwa kama mshahara vile. Unaweza kuzipanga hizo hatifungani. Kwa hiyo unaweza kunitafuta nikakupigia mahesabu ya kuzipanga hizo hatifungani, ili kila baada ya mwezi wewe unalipwa mshahara na serikali bila hata kufanya kazi. Na baada ya muda ule wako wa uwekezaji ukiisha, unarudishia ile pesa yako yote uliyowekeza. Kwa hiyo ndio uwekezaji katika hatifungani. Faida ya 8 ya kuwekeza katika hatifungani ni mgawanyo wa mtaji. Tunasema diversification. Hatifungani inakupa fursa ya kudiversify your portfolio.
Moja kanuni za fedha nasema kama usitegemee chanzo kimoja cha mapato, na unasema usiweke mayai yote kwenye kapu moja. Unachotakiwa kufanya, una milioni 10, unaweza kuchukua milioni 5 ukaweka kwenye hisa, milioni 5 hati fungani. Au unaweza kuchukua kwenye milioni 10, milioni 7 kwenye hisa kama wewe ni kijana, milioni 7 kwenye hisa, milioni 3 kwenye hati fungani. Kama wewe ni mzee, una milioni 10, unaweza kuchukua milioni 7 ukaweka kwenye hati fungani, milioni 3 ukaweka kwenye hisa. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo inakupa fursa ya kufanya diversification ya kipato chako, ya mtaji wako, ya pesa zako. Kwa hiyo unaweza kuwekeza kwenye hisa, unaweza kuwekeza kwenye uwekezaji wa pamoja, mutual fund, na hapo kuwekeza katika hati fungani. Sisi tunaelewana mpaka hapo Nina madarasa ya online ambayo naelekeza hizi zote, aina zote za uwekezaji kwa undani zaidi, deep. Lakini faida ya 9 ya kuwekeza katika hati fungani ni uwekezaji rahisi kuelewa na rahisi kuanza. Rahisi kwa maana gani? Victor, rahisi kwa maana gani? Uwekezaji kwenye hati fungani ni rahisi kuelewa kuliko kwenye hisa. Kwa sababu kwenye hisa hata kama utaelewa, utahitajika tena uendelee kuelewa mara kwa mara, kwa sababu mambo yanabadilika, taratibu zinabadilika, kampuni zinabadilika, profit yake inabadilika. Kwa hiyo inabidi uwe mfuatiliaji. Kwenye uwekezaji kwenye hisa inabidi uelewe soko linaendaje, na uwe na uwezo hata kupredict hii kampuni inaenda kufa au endi kufa. Lakini ili usiogope, kwa sababu wapo wataalamu ambao wanaweza kukushauri kabla ya kuwekeza. Ndio maana inabidi utafute wataalamu kabla ya kuwekeza sehemu yote, uwaulize, hii ni sehemu sahihi mimi kuwekeza kutokana na umri, kipato, na risk appetite yangu, kwa sababu hivi vitu unawekeza pia kutokana na risk appetite, uwezo wako wa kuvumilia hasara. Kwa hiyo uwekezaji katika hati fungani, faida yake ya 9 ni uwekezaji rahisi kuelewa na rahisi kuanza. Rahisi kuelewa kwa maana ipi? Wewe elewa tu kwamba hati fungani za serikali ni kitendo cha wewe mtu binafsi au kampuni mnaikopesha serikali, alafu serikali inakupa faida kila baada ya miezi 6 katika miaka yote uliyoikopesha. Labda umeikopesha kwa miaka 5, kila baada ya miezi 6 inakupa faida. Baada ya miaka 5 inakurudishia ile hela yako yote uliyoikopesha. Kama ni milioni 10, milioni 100. Nadhani mpaka hapo ushaelewa. Ndio maana nakwambia ni rahisi kuelewa. Rahisi kuanza kwa namna gani? Ukihitaji tu kuwekeza katika hati fungani, wasiliana na dalali, atakusaidia, utaipata hati fungani. Kama ni kwenye soko la awali, primary market kupitia benki kuu, minada ipo kila baada Jumatano, hii ikiwa mnada wa hati fungani muda mfupi, Jumatano ndao mnada wa hati fungani ya muda mrefu. Kwa minada hati fungani zinatolewa kila Jumatano, na uzuri ni kwamba kabla hujawekeza kwenye hati fungani unaona kabisa riba nitakayoipata ni hii. Sisi tunaelewana mpaka hapo Kwa hiyo ndio uzuri wa faida ya kuwekeza katika hati fungani. Lakini kubwa ndio hiyo, ni rahisi kuelewa, rahisi kwanza. Ukilinganisha na uwekezaji labda katika hisa, unabidi uwe mfuatiliaji na itakuchukua muda mpaka kuweza kuelewa. Kwa ndio maana inabidi uwe makini kabla ya kuomba ushauri. Habari njema ni kwamba bwana, nina darasa la uwekezaji katika hisa. Hisa unajua inalipa kuliko hati fungani ina higher risk, ina higher return. Kwa kwenye hisa bwana, unaweza kuweka leo milioni 1, baada ya miaka 5 ikawa milioni 20. Yaani hicho ni kitu cha kawaida sana kwenye hisa. Hisa ina potential return hadi 200%. Hapa tunazungumzia 15% kwenye hati fungani, 16, 13, 14 kwenye hati fungani kwa mwaka. Hisa inaweza kukupa mpaka 100 mpaka 200. Mfano mzuri ni kwamba aliyewekeza kwenye hisa za CRDB mwaka 2020, wakati hisa moja ilikuwa ni 145 mwaka 2020, leo naongelea hisa moja ni zaidi ya 2750 mpaka 2850. Kwa hisa imekuwa kutoka 100 na mwaka 2020 mpaka leo 2026 imekuwa kwa zaidi ya mara 18. Kwa aliyeweka milioni 1 kwa kununua hisa za CRDB mwaka 2020, leo ana milioni 18. Aliyeweka milioni 10, leo ana milioni 180. Aliyeweka milioni 100, leo ana 1.8 billion. Yaani bilioni 1 na milioni 800 kutoka milioni 100 mwaka 2020. Hii imewezekanaje? Ni kwa sababu mtu alijua kabisa ipo kampuni inaenda inakuwa. Kwa karibu katika darasa langu la uwekezaji katika hisa, nitakufundisha hatua kwa hatua jinsi ya kuanza kuwekeza katika hisa. Nitakufundisha makosa kuepuka ili usipoteze pesa zako kwenye hisa, kwa sababu hisa ina hatari kubwa pamoja na kwamba ina faida kubwa pia, lakini hatari inapungua kama utawekeza kwa kuwa na maarifa. Hili darasa la uwekezaji liko tarehe 15 ya mwezi wa 4. Kwa kama unaona video hii, wahi kujiunga, na wale wanaojiunga mapema wanalipa 25,000 badala ya 35,000. Na kama utatazama video hii muda utakuwa umeshapita, unaweza kutafuta tukakupa masomo, kwa sababu haya masomo yanakuwa ni recorded, unaweza kupata. Na hili darasa bwana la uwekezaji katika hisa ni la online. Popote ulipo Tanzania au duniani unaweza ukajifunza, ni la online kabisa. Tutafundishana kwa lugha rahisi kwa njia ya maandishi, sauti, video, na ni kwa lugha ya Kiswahili. Kwa popote ulipo unaweza kujiunga na mafunzo haya. Ni kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 4 mpaka tarehe 18. Ni mafunzo ya siku 4 kwa njia ya mtandao. Kiingilio ni 35 kwa siku zote 4 kwa njia online, lakini utakaolipa mapema kabla ya tarehe 10 watalipa 25,000 tu. Karibu sana ujiunge. Lakini pia nitakuwa na darasa lingine la uwekezaji katika hati fungani ambalo lenyewe tutajifunza uwekezaji katika hati fungani na tutajifunza uwekezaji wa pamoja kama UTT umekusikia na nyinginezo. Hii darasa la uwekezaji katika hati fungani ambalo ndio tulikuwa tunalizungumzia leo lipo tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Kama unalitazama darasa hili limeshapita muda wake, pia unaweza kuwasiliana nao tukakupa masomo
yaliyopita kwa sababu yanakuwa recorded. Asante sana bwana. Unaweza kusubscribe kunitia moyo ili niendelee kutengeneza masomo mengi wazidi kuelimika. Unaweza ukanifuatia zaidi kupitia mitandao yangu ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Zaidi soma vitabu vyangu vitakusaidia. Kanuni 20 za fedha 2020, Akili ya Fedha 25, Jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara 2020, Nguvu ya Kujua, kitabu kinachohusu mafanikio, personal development. Bila kujali wewe ni mwajiriwa, mfanya biashara, mtu yote anapakiwa kisome, hasa pia vijana wanapaswa kusoma. Asante sana na Mungu akubariki.